Mkeo. Majukumu 7 ya mwanadamu. Jukumu la kwanza, hakikisha unayajali na kuyapambania maisha yako. Usiburuzwe. Asikufanye mtu mshumaa kwa maslahi yake. Asikuharibie mtu utu wako kwa maslahi yake. Heshimu mwenyewe utu wako, jenga mwenyewe utu wako. Viongozi wenu mnawathamini kiasi gani? Watu wote wamehuwehuka kwenye mambo ya michezo na siasa. Watu wanapoteza mamilioni ya fedha kwenye michezo na siasa tu. Hatujasema acheni, lakini dini yenu ndio namba moja. Weka dini kwenye dini yako. Onesha dini yako kupitia kazi yako uliyokuwa nayo, kupitia nafasi yako uliyokuwa nayo. Waislamu tumekuwa ni wenye kulalamika sana kwa sababu hatusimami katika position zetu. Inafika wakati yani mtu anapewa cheo, anaamini, hasa si Waislamu, anaamini kwamba yeye hakustahiki cheo kile, amefadhiliwa. Hafanyi kazi kwa uadilifu, anamwangalia aliyempa kazi ili mradi aoneshe kwamba anarejesha fadhila. Umechaguliwa, umeteuliwa katika nafasi, jiamini kwamba mimi natosha. Uwezi muharami ukamweka, haikuziwi kupambania dini yako. Hata ukiwa askari kama ndugu yangu pale. Wala usidanganyike eti uaskari wako unakufanya usishike dini yako. Uaskari hauja kuambia hivyo. Linda nchi yako, ni ibada. Kama hujui, ukiwa ni askari ukasimama sawa sawa katika mstari, jua upo kwenye ibada. Fanya kazi yako kwa uadilifu. Anwani ya hutuba yetu ya leo, ndugu zangu Waislamu, majukumu 7 ya mwanadamu. Kila anayejiona yeye ni mwanadamu ajue ana majukumu 7, anatakiwa ayatendee kazi, ayashike. 7 wadhaifi al-insan. 7 wadhaifi al-insan. Majukumu 7 ya mwanadamu. Yatambue, yazingatie, yashike, alafu tuone nini kitakusumbua katika maisha yako. Jukumu la kwanza ni wewe mwenyewe. Mwanadamu jukumu lake la kwanza ni kuhakikisha anayatengeneza maisha yake binafsi. Utu wako, heshima yako, usidhani atatokea mwingine kuja kukutengenezea. Heshima yako tengeneza mwenyewe, utu wako tengeneza mwenyewe, dunia yako tengeneza mwenyewe, akhera yako tengeneza mwenyewe. La kwanza ni la kwako wewe mwenyewe. Ukiwa mardadi msafi ni wewe. Ukiamua kujiharibu ukawa mchafu, umejaa nongo kila mahala, ni wewe. Majukumu 7 ya mwanadamu, la kwanza ni wewe mwenyewe. Amka. Usikae ukawa hodari wa kulalamika. A'daika nafsuka allati baina jambaika. Adui wako mkubwa nambari 1 ni nafsi yako uliyoibeba kati ya mbavu zako. Kabla ya kuzungumzia kuna fulani adui yangu, shetani adui, kwanza ni nafsi yako. Namna gani unapambana na nafsi yako? Namna gani unapambana na hali yako? Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Jukumu la kwanza ni wewe mwenyewe. Ukasikia mtu anatajwa vizuri, hii ni jambo ambalo alipambana mwenyewe kutengeneza historia yake. Alipoondoka katika mgongo wa akhera akaelekea ila rahmati rabbi, watu watamkumbuka na kumtaja yeye kwa sababu ni history aliyoitengeneza mwenyewe katika maisha yake kipindi cha uhai wake. Allah Jalla Subhana akasema, jitafutie, jitengenezee kupitia hicho alichokutunukia Rabbul Izzati wal Jalal. Ebu jiulize, una nini? Kama una akili timamu, tumia akili yako kujitengenezea akhera yako, pepo yako. Kama una elimu, tumia elimu yako.
Kama una nguvu, tumia nguvu zako. Kama una madaraka, tumia madaraka yako. Kama una umaarufu, tumia umaarufu wako. Hebu kila mmoja atengeneze akhira yake kwa kutumia kile ambacho Allah akampa. Lakini at the same time, hicho alichokupa Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Usije ukasahau position yako na hali yako katika dunia. Swali, funga, fanya hivi, lakini pia tengeneza maisha yako. Jukumu la kwanza ni lako wewe mwenyewe. Jipambanie mwenyewe. Zamani kule wazee wakisema ya Rabbi nafsi yangu. Jukumu la pili, kuwatunza, kuwaenzi, kuwajali wazazi wako ni jukumu lako. Babako na mamako, hawa ni jukumu lako. Hebu kila mmoja amke ajiulize, vipi anaishi na babake, vipi anaishi na mamake, anawatazama vipi, anawajali vipi? Hawa ndio wale ambao waliteseka wakati wewe uko tumboni. Mama damu zilikauka, malaria yalimsumbua, UTI, kila maradhi. Pengine nyama aliona inanuka, akatamani embe changa, akatamani udongo, akatamani. Hawa leo sasa wewe umekuwa mtu mzima. Ulipokuwa unaumwa, umeshikwa na homa, ushazaliwa ukiwa mdogo, hukuweza kuzungumza, hukuweza kuamsha. Kila kitu wazazi walikuwa wanatumia mbinu kupitia kilio chako. Leo mtu mzima, una kibarua chako, una kazi yako, una umaarufu wako, una cheo chako, una kila kitu chako. Wazazi wako unawatazamaje? Wewe una mke, mkeo anakuita kila sampuli ya jina, my honey, my Pepsi, my Fanta, my chipsi, kila jina mkeo akakuita, anakupenda. Amekuona leo umetokezea duniani, lakini nani aliyekuandaa, aliyepambana kwa fadhila za Allah mpaka huyu akakuona akakwambia I love you, your father, your mother. Make sure kwamba wazazi wako unawatazama kwa macho haya ya vitobo, kwa macho ya akili na kwa macho ya nyoyo. Hawezi kutoboa yule ambaye hayuko vyema na wazazi wake. Usije ukalalamika, usije ukatafuta mchawi, hauko vyema na wazazi wako. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akautangazia umma, ridha Allah fi ridha alwalidain wa sakhtu Allah fi sakhti alwalidain. Furaha, radhi za Allah zapatikana kwa sababu ya wewe kukuridhia, kukufurahia wazazi wako wawili, na hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zapatikana kwa sababu ya wewe kukasirikiwa na wazazi wako. Jukumu lako la pili, watunze, wajali wazazi wako. Ni yapi maisha, ni ipi hali kati ya wewe na wazazi wako? Majukumu 7 ya mwanadamu. Jukumu la kwanza ni kupambania life yake himself, na jukumu la pili kuangalia vipi wazazi wake. Jukumu la tatu, watoto wako ni jukumu lako. Usije ukatelekeza watoto wako, hayupo wa kulaumiwa. Allah amejaalia kwa fadhila zake akupe hao. Hata kama watoto wako ni madunduka, ni masheta, hawaelewi. Ukiwaambia njooni wanaondoka, na ukiwaambia nendeni wanakuja. Ndio watoto wako, ridhika. Nguzo ya 6 katika nguzo za Uislamu, wal imanu bil qadari, ridhia mpango wa Mungu. Hao ndio wako, na ni moja kamtihani. Inawezekana Allah amekupa aina ya watoto hao ili yakupeleke peponi. Watoto hawaelewi, watoto hawasikii, watoto hawana nidhamu. Vipi utaishi nao wanao? Allah amekupa watoto hao. Ukiwasusa, rudi katika maisha yako na dunia. Hauna unalomkosea Allah. Allah kakususa wewe. Allah naye angekukasirikia na kukukataa, kama ambavyo wewe leo unakuja na system ya kumkosea radhi mwanao. Kwa lugha nyepesi, Waswahili wanasema wamsusia shamba nguruwe, huna utakachovuna. Ndege ukiwaachia shamba la mpunga utavuna mabua. Kwa nini mwanao hupambani naye? Kwa nini ujikiti mwanao kumlea? Hivi katika jitihada zako za kumlea mwanao, ulipata kumuombea kwa Allah akulelee mwanao, akushikie mwanao, akutunzie mwanao? Au waamini ujuzi wako na uhodari wako uliokuwa nao?
Jukumu la tatu, watoto wako. Na hatutangulizi mke chini ya mtoto, la. Mke anaweza kubadilika, mtoto habadiliki, huyu ni wako. Jukumu la tatu ni wanao. Jukumu la nne ni mkeo. Jukumu la nne ni mkeo. Wala usije ukadhania kama amekuja kakake mjomba wake kamletea pesa ukaamini hilo ni jukumu la mjomba wake, hilo ni jukumu la kakake. La, mkeo ni jukumu lako. Wewe watakiwa kujua mkeo yupoje, hata kama ana kazi. Vipi hali ya mkeo? Anakwenda wapi? Muda gani? Anarudi saa ngapi? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Ni jukumu lako kumwangalia mkeo. Vipi anavaa mkeo? Vipi anasalimia mkeo? Vipi anapokea wageni mkeo? Ni jukumu lako. Si umtusi kwamba hukufunzwa kwenu. Wewe ndiyo mwanamume, wa rijalu qawwamuna ala nisa, au kama qala Allahu jalla subhana, wanamume ndiyo wasimamizi wa wake zao. Jukumu la nne ni mkeo. Majukumu 7 ya mwanadamu. Jukumu la kwanza, hakikisha unayajali na kuyapambania maisha yako. Usiburuzwe. Asikufanye mtu mshumaa kwa maslahi yake. Asikuharibie mtu utu wako kwa maslahi yake. Heshimu mwenyewe utu wako, jenga mwenyewe utu wako. Usimkabidhi mtu maisha yako. Wewe ni mwanadamu, una madini bora kabisa ambayo ni akili. Hakikisha unaitumia akili yako kujenga life yako, heshima yako, utu wako, ubora na kila kitu. Alafu nenda, sogea mbele, angalia wazazi wako. Sogea mbele, jali watoto wako. Jukumu la tatu. Na jukumu la nne, hakikisha unamjali na kumtunza mke. Usisahau khutba yetu ya leo, majukumu 7 ya mwanadamu. Tumetaja 4, bado 3. Jukumu la 5. Wewe ni dini gani? Dini yako ni jukumu lako. Dini yako ni jukumu lako. Vyovyote utakavyokuwa, popote utakapokuwa, dini yako ni jukumu lako. Yule yeye dini yake ni Yahudi, kwa ni jukumu lake kupambania uyahudi wake. Yule dini yake ni Unasara, ni jukumu lake kupambania unasara wake. Yule dini yake ni Majusi, ni jukumu lake kupambania umajusi wake. Lakini wewe dini yako ni Uislamu. Uwe ni raisi, uwe ni makamu wa raisi, uwe ni waziri, uwe ni mbunge, uwe ni mjumbe wa baraza la wakilishi, uwe mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kitongoji na kijiji, uwe ni diwani, bado nchi yako haikuziwii kupambania dini yako. Hata ukiwa askari kama ndugu yangu pale. Wala usidanganyike eti uaskari wako unakufanya usishike dini yako. Uaskari hauja kuambia hivyo. Linda nchi yako, ni ibada. Kama hujui, ukiwa ni askari ukasimama sawa sawa katika mstari, jua upo kwenye ibada. Fanya kazi yako kwa uadilifu. Usidhulumu watu, usinyang'anye watu, usionee watu, ni ibada. Kaa kwenye dini yako. Onesha dini yako kupitia kazi yako uliyokuwa nayo, kupitia nafasi yako uliyokuwa nayo. Waislamu tumekuwa ni wenye kulalamika sana kwa sababu hatusimami katika position zetu. Inafika wakati yani mtu anapewa cheo, anaamini, hasa si Waislamu, anaamini kwamba yeye hakustahiki cheo kile, amefadhiliwa. Hafanyi kazi kwa uadilifu, anamwangalia aliyempa kazi ili mradi aoneshe kwamba anarejesha fadhila. Umechaguliwa, umeteuliwa katika nafasi, jiamini kwamba mimi natosha. Uwezi Muharrami ukamweka katika mimbari akasema Sheikh Saidi kamfadhili, naamini kaniona ninafaa kwenye mimbari na nitapiga kazi, wala simuangalia anataka nini. Hii ni kazi yangu. Analolitaka likiwa la sawa nitabeba, likiwa silo namwachia mwenyewe. Mimi napiga kazi. Wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Jukumu la 5 ni dini yako. Kila mmoja akae sawa sawa. Kwa nini? Kwenye faili la Allah lililokuwa mikononi mwa malaika, wewe haumo katika ujenzi wa madrasa hata moja, hujawahi kujenga. Kwa nini? Kwenye faili lako alilolikabidhi Allah mbele ya malaika, hujawahi kujenga msikiti hata mmoja, hajawahi kujenga msikiti. Kwa nini?
alafu unasema unapenda dini. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man bana lillahi masjidan walau kamaf'asi quta bana Allahu lahu baitan fil janna. Yeyote yule aliyejenga walau nyumba moja, tena nyumba hiyo sio lazima iwe kubwa, hata kama ukubwa wake ulikuwa sawa na kijumba cha ndege kunako mti, akajenga msikiti kwa ukubwa ule tu, Mwenyezi Mungu shukurani yake kwa mtu huyo, atamjengea nyumba maalumu ya kwenda kuvinjari peponi. Nyumba hii amejenga kwa udogo huo, maana yake nini? Hakutoa pesa ya kumaliza msikiti mzima, lakini kila alipoona kuna ujenzi aliingia mfukoni akatoa walau tofari moja. Waislamu tumekuwa mahodari wa kupokea, lakini hatutoi. Leo iharibike feni moja, Waislamu anasubiriwa aje mheshimiwa mbunge, anasubiriwa aje Muarabu ama Muhindi aje kutununulia feni moja, na sisi tupo. Jengeni nyumba ya Allah, dini yenu ni jukumu lenu. Misikiti ya Allah itajengwa, itahimarishwa na Waislamu. Madrasa za dini zitajengwa na kuhimarisha na Waislamu. Haba na haba huja za kibaba. 1000 yako na ya yule na ya yule na ya yule inaweza kutununulia mifuko 10, mifuko 20 katika kila Ijumaa, katika kila swala. Umma kama huu umejazana msikiti, inafika wakati tuna jambo la kimsikiti tunachanga, tunatoka na 20,000. Ni kuonesha Waislamu wamepuuzia jukumu la 5. Dini yao hawaipambanii. Watu kila baada ya miezi 6 wanabadilisha rangi za nyumba zao, wanabadilisha tiles za kila sampuli, lakini tazama nyumba za Allah namna gani wanajitoa. Lakini dini yako ni jukumu lako. Namna gani mnawathamini mashehe zenu? Namna gani mnatunza mashehe zenu? Viongozi wenu mnawathamini kiasi gani? Watu wote wamehuwehuka kwenye mambo ya michezo na siasa. Watu wanapoteza mamilioni ya fedha kwenye michezo na siasa tu. Hatujasema acheni, lakini dini yenu ndio namba moja. Weka dini mbele. Uhai wako, mali zako, familia zako zitoe kwa ajili ya dini. Qur'ani kakwambia, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Wanatajwa waumini wa kweli kweli hata katika mishahara yao, hata kwenye vipato vyao. Allah anasema ndani ya vipato vyao kuna fungu maalumu, hilo wanatakiwa walitoe. Wakawape nani? Wasiojiweza. Lisaili, wale ambao wamekwama mpaka wakafikia kuomba, wal mahrum, na walionyimwa ulimi wa kuomba wakaamua kuwa kimya. Waangalieni hali za walimu wenu wa madrasa. Ndiyo dini yenu, wale ndio wanatengeneza msingi wa dini, walimu wa madrasa. Munakula vyakula mpaka mnatupa katika dampo, lakini hamjui mwalimu wa madrasa nini anakula, imamu wako nini anakula, mwalimu wa madrasa kavaaje, imamu wako kavaaje. Leo maamuma anamzidi kuvaa imamu. Subhanallah, fa aina tadhhabun. Jukumu la 6, jamii yako. Uwepo wako, jamii yako inafaidika nini? Au jamii inayokuzunguka inatamani ufe? Huna msaada kwenye jamii yako, majirani zako, rafiki zako, familia yako inafaidi. Hili ni jukumu lako. Kila mmoja anatakiwa atengeneze mahusiano bora kwenye jamii yake, awe ni msaada katika jamii yake. Hilo ni jukumu la 6. Simama sawa sawa ndugu yangu katika imani. Dini yako ni jukumu lako. Ni jukumu la 5. Jamii yako, kila mmoja ni jukumu lake kujali jamii. Wana jamii katika maeneo yetu, huyu akimthamini wa kuliani, wa kushotoni, wa mbele yake, wa nyuma yake, na yule ikawa ni same ni hivyo hivyo, na mwingine, hakutakuwa na sababu ya kuweka mlinzi na bunduki getini. Watabaki huko serikalini, bomani. Moja katika vyanzo vya kuharibika nchi na maeneo kwa ujumla ni watu kutothaminiana na mtu kutojitoa kwa ajili ya mwingine. Aliyepata anaona amepata kwa ujanja wake, wale waliokosa anawaona ni wapumbavu. Alikwambia nani usiwe na pesa? Anaombwa nauli jirani na jirani wake, nimekwama naenda kibaruani nisaidie 1,000. Anamtazama juu mpaka chini, anamuuliza mwanamume mzima umeshindwa 1,000? Anajiona yeye bonge la mjanja. Huwezi kujua, pengine alikuwa nayo. Yako mambo yaliyojitokeza yakamaliza alichokuwa nacho.
wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lisaili wal mahrum. Hauna tumia lugha nzuri. Jamii yako inawezekana usiipe pesa, lakini ukaitunukia mahusiano mazuri. Jamii yako inawezekana usiipe mali, lakini ukaitumikia lugha nzuri. Inaonesha kwamba wewe unajua jukumu lako kwenye maisha yako. Jukumu la 6, jamii yako ifaidike kupitia wewe. Babangu, nyie wazee wa Kipemba, wakwe zangu nimewaolea hapo Wingwi, ndo nimewahamia. Wewe una faida gani katika eneo lako baba? Inatakiwa vijana wavune kupitia mzee wewe, waone raha kukaa na mzee wewe, wafurahie kukaa na mzee wewe. Ikitokea Allah amekuchukua, vijana wawe hawana amani, mzee wetu, tunu yetu, raha yetu imeondoka. Vijana wanakuja, babu, wanakutania, wanafurahi na wewe, wanahitaji busara kutoka kwako mzee, unawapa busara, lakini bahati mbaya huna fedha. Watakuthamini kuliko mwenye fedha kwa ule utu wako na busara zako babangu. Wala usijikatae mzee wangu, wala usijichukie mzee wangu eti kwa sababu huna fedha. Busara zako ni jambo kubwa sana kwenye jamii. Pengine zinaweza zikawasaidia vijana busara zako kuliko hata mali. Jukumu la 7 nafunga hapa. Nchi yako ni jukumu lako. Nchi yako ni jukumu lako, usibabaishwe. Wewe Allah ametaka uwe Mkenya, ipende nchi yako, ipambanie nchi yako. Yule Allah amemtaka awe Mkongo, aipende nchi yake, ipambanie nchi yake. Huyu Allah ametaka awe Mtanzania kama mimi. Ni jukumu langu kuilinda nchi yangu na kuipambania. Hubbul watani minal iman. Mtu kupenda kwao ni ishara na imani bora. Tukikuona huna mapenzi ya sawa sawa, hujitoi na kuipambania nchi yako, tuna mashaka ya uraia wako. Chukua mfano mdogo tu, nyumba. Yule aliyetunukiwa na Allah akapata riziki akajenga nyumba, mtazame namna nyumba yake anavyoikagua, namna anavyoithamini. Kibanda chako unakithamini, basi ujue ndio hivyo hivyo na nchi yako uithamini. Tunza barabara za nchi yako. Tunza heshima ya viongozi wa nchi yako. Wathamini viongozi wa nchi yako. Pambania amani ya nchi yako. Hatutakuamini na kukuelewa, tuache tamaduni tulizotoka nazo. Ya subhana, mtaniwia radhi wazee wa Pemba na vijana wenzangu, shemegi zangu. Zamani mwajua kipindi kama hiki tunakwenda katika uchaguzi, watu wamekata udugu kwa sababu ya uchaguzi. Subhanallah, munaendekeza nyinyi dunia kuliko akhera yenu. Vyama vinawatoa kwenye dini yenu. Unamkataa ndugu yako kwa sababu ya siasa. Nani alithubutu katika nyinyi kumkataa ndugu yake kwa sababu aswali? Tuko wapi Waislamu? Anakuja mtu anatupa maneno mabovu, anataka tuikatae nchi yetu, tuikimbie nchi yetu. Ndugu zetu wangapi waliokuwa Pemba leo hii subhanallah wanaonekana uko wakimbizi, wamekimbizwa kwa fikra za wanasiasa. Sisi tunafurahia hizo, hatuwaoni ndugu zetu leo. Siasa imewakimbiza kwenye nchi yao. Tumevunja udugu kwa sababu ya siasa. Ilifika wakati CCM na CUF hawasemi, hawaongei, hawasalimiani. Hata msipo nambia najua dunia ipo kwenye kiganja, hamuumizwi na hilo. Nani aliumizwa ndugu yake haswali? Nani aliumia ndugu yake hafungi anakula mchana? Kwa nini kama kweli munaungwana, munajali kweli, kwa nini msingejali kwanza kwenye dini yenu? Kwa nini hamuumizi kwanza kwenye dini yenu? Wangapi watoto wenu, wapwa zenu wamekimbia madrasa Qur'ani hawajui? Vipi hali yako? Unaumizwa kwa mwanao kukimbia madrasa? Unaguswaje na mwanao kakimbia madrasa, hasomi madrasa? Unakwenda kuumizwa na chama. Wa madaraka ma chama. Ndugu zangu, tubadilikeni, turudi katika dini. Turudi kwenye dini. Hapa ndipo ninapofungia, tutaendelea baadaye. Nchi yako ni jukumu lako. Utakufa wewe, mwanao, mpwao, mjukuu wako atabaki katika nchi ya Tanzania. Unamwachia Tanzania gani mwanao? Wewe ushakichafua katika Tanzania, ushakufa. Umewaacha watoto wako, wapwa zako katika nchi mbaya kabisa.
Qur'ani iliwatahadharisha watu kuacha watoto wakiwa na hali duni wanaombaomba. Waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim, katika surati an-nisa. Walil hadithi baqiya. Ala wa sallu ala habibillahi al-mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عنا وعنهم أجمعين، خصوصا منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر الفاروق رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وارحمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض وفي مغاربها. إلهنا ومولانا أنت مولانا فارحمنا وارحم دولتنا، أنت مولانا فارحمنا وارحم دولتنا، أنت مولانا وارحمنا وارحم دولتنا، وآمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا وولاة المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد